Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Naam, tunasema ilikuwa inafaa tuangalie kisa ya Idris, lakini huyo nabii hakuzungumzwa ndani ya Qur'an mara mingi. Nasema Nabiullah Idris, Nabii Idris hakuzungumzwa ndani ya Qur'an mara mingi, na njia yetu ya kusoma insha Allah ili lugha ya Kiarabu kwenye nyepesi na dini kwenye nyepesi kwa kuifahamu, ilikuwa ni vizuri tuanze kwa mambo ya usuliyat, yani mambo yanachukua kama ni usul na kuyafikia inakuwa ni vyepesi, na wakati tunayafikia anakuwa ni nyepesi kwa kuyafahamu. Umeshika? Sasa tutakuwa wenye kumtumia kama vile ndani ya Qur'an zungumza ndani ya sura Maryam na sura zingine kama sura mbili, lakini si aya mingi. Sasa na maisha insha Allah tutakuwa wenye kuchukua baadhi ya kisa kama nimependa, lakini nabii mwenye amezungumza na ni rasul mwenye amezungumza ndani ya Qur'an mara mingi ni Musa alayhi salam, wakamtaja sana ndani ya sura al-Qasas na sura zingine akazungumza. Lakini leo insha Allah tutakuwa wenye kuzungumza nabii mwingine kulingana na kuanza kwetu, na ili tuwe ni wenye kuendelea kwa njia iliyo sawa kwa kufahamu. Nadhani mnaelewa vizuri. Sasa niona shtaki wanasema sisi jana tufahamu nini na nini. Yaani kule shida wakati naanza kitu na inakuwa ni polepole. Maana kama mwanzo kutafuta hili inakuwa ni polepole, na sana sana wakati naanza mwanzo. Wakati naanza ndani wewe unakuwa ni mubtadi, unaanza kwa kutafuta elimu sana sana. Sasa usidhanie mwenye sahihi ikiwa mwenye atakuwa ameanza ni mara ya kwanza kwake kwa kuchukua Qur'an kwa mwalimu wake, alafu useme ataanza suratul mulk juzu la pili kwa wepesi, kwa mwalimu wake ni vyepesi, ni vigumu. Umeshika? Naam. Sijui kama unanielewa vizuri. Tunakuelewa. Sasa namaanisha sasa namaanisha inamaanisha wakati sisi tunaanza kusoma ukiwa unavumilia ndio nikasema watu mara mingi tutakuwa tunafanya muraja mudhakara ahadith na ad'iya na upande wa Qur'an kama shiki zote kama sahihi suratul ikhlas ni kama tulimaliza suratul ikhlas. Sasa nafaa kila mtu muulize kalima na mwenye anashinda ni mchape, nataka kila kabisa ni wachache bila shaka tutafanya na tutafikia hiyo daraja. Sasa nafaa kila mtu mwenye ajafahamu kitu fulani na katika misingi ya somo ya hiyo siku au mwenye kukaribia baadhi yenu au mwenye kuuliza je sijafahamu kalima fulani, sijafahamu kitu fulani, au ulize inshallah ustadhi inshallah. Sasa msikuwe ni mwenye kupenda kucheza au kila wakati tunasema time ya kukaa kwa klasi ni hii, alafu baadaye tunatoka tunaenda shughuli zetu. Hivyo la lazima ufahamu yale imezungumzwa ndani ya class, na kama umetoka ni sawa. Kama tumaliza kusoma lakini haimaanishi umesahau na umeacha vitu vyenye tulikuwa tunafanya nini, tulikuwa tunasoma. Sasa kwa ufupi, wakati tunasoma kwa ufupi tumesema kwa wenye hatuendi ndani mbali ya Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuchukua maana yake, na alafu Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam maana yake ukifahamu vizuri hauendi mbali na Qur'an, na masala yote kikujia mara nyingi unakuanga daka waji unakuanga na upande fulani kwa njia ya kufahamu hiyo sawa. Kama unafahamu sasa hivi kuna firaq mingi kama vile juzi tumezungumzia jana tukazungumzia kidogo ستفترق هذه الأمة. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana kutuashiria kwamba hii umma itakuwa ni yenye kugawanyika hivi na hivi. Sasa imaanisha insan la yakunu la yaishu wa huwa mutmain, hata isha kwa mutmain ametulia, hawezi kupata shida yote kwa dini. La ayi wakati katuwajuka bi baadhi masail, lakini nikivu utakuwa ni kuokoka na nikivu utakuwa ni mwenye kuangukia haki na kuwa ni mwenye kupata jawabu iliyo sawa. Sasa kwa ufupi, msipende kucheza mwanzo ili muwe ni mwenye kufuatilia ile dini tunasoma.
kaini limadha nahnu nurida naakhudha kama vile tunajua sahihi nabii wa kwanza ni nani? Adam alayhi salam au ni Nuh? Nabii wa kwanza ni gani? Ni gani? Nabii Adam. Adam alayhi salam. Adam alayhi salam. Na ar-rasul wa kwanza ni nani? Nuh alayhi salam. Na ndani ya Qur'an wametajwa manabii wengi biana upande wa kijumla. Na ar-rusul wale wenye metaja pia wakataja wengi, lakini as-sawab ni kwa kuwa wenye metaja ar-rusul ni 25. Ar-rusul wenye metaja ndani ya Qur'an ni 25. Naam. Na sasa kabla ya kuzungumzia mada yetu tumesema tarikh, tuzungumzia tarikh kidogo, historia kidogo. Na historia kwa Kiarabu wanasema kama nakusudia, kwa Kiswahili wanasema historia, lakini pia pesa inakuwa ni historia. Ndio insha Allah tutakuwa wenye kuzungumzia aya chache upande wa sura Nuh alayhi sura Nuh, bimaana tutakuwa wenye kuzungumzia huyu nabii na ni rasul, wa kullu rasul fa huwa nabii, lakini sio nabii kila nabii ni rasul. Kila Adam, kila nabii ni nani? Sio rasul. Rasul alikuwa na daraja kubwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na daraja mbili, alikuwa ni nabii na alikuwa ni rasul. Mshika. Lakini sio kila nabii ni rasul. Kama tunasema kila muumini ni muislamu, sio? Lakini kila muislamu sio muumini, hajafikia hiyo daraja ya kuwa ni muumini. Nadhani mnifahamu vizuri. Kuna mwenye kuna swali? Idha kwa njia yenye tutakuwa yenye alladhi sanasiru alayhi ni kwa kuwa tajaribu tusome hizo aya, na kama itabidi tuandike baadhi ya kalimat alafu tuwe mwenyewe kusoma hiyo historia. Kama mnafahamu afanye naam. Bismillah, alhamdulillah. Naam, msikilize vizuri, mwenye atakosa kama niulize, lakini kama venye nimesema kila kitu kizani utakuwa ni mwenye kufahamu kila kitu. Sala unaka pia ashia kama sasa hivi tumesema kuna mwenye tauliza nabii ni nini na maisha nini, rasul ni nini. Je, kila nabii ni rasul au kila rasul ni nabii? Kama hivi natauju tofautisha kwa na anasema rasul ni yule mwenye ametumwa, ilikuwa ni lazima afikishe ujumbe, lakini nabii haikuwa ni lazima. Amepatiwa unabii biana, amefunuliwa, lakini haikuwa ni lazima kwake awe mwenye kufikisha ujumbe. Maadhari katika ikhtilaf, kuna ikhtilafu ya wanafunzi wakawa ni kuongeza baadhi ya maneno, lakini ukienda kwa vitabu vyao wamezungumza maneno kama haya, kama usulu salata, kitabu cha tauhid. Naam, macho kuongea inna arsalna sana venye tumesema kusoma al-ayat sana mambo yetu tutakuwa tunasoma, tutakuwa tunajaribu kuchukua kila kalima tuelewe kwa Kiswahili, ndio ili kila mtu awe mwenye kusoma kwa dini, na ili tuone kama tutakuwa tukiwa Waislamu na tukusudia tukiwa Waislamu bimaana يوم القيامة. نعم. kuna mwenye nashuku kwamba hunaka fi يوم القيامة يوم الجزاء يوم الحساب katika nini? Kuna mwenye anasema hakuna يوم الجزاء, hakuna siku ya malipo. La. Unaitwa nani? إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. tumesema kama tumeandika kwa hii sura kwa sababu huyu nabii huyu rasul wakati ametumwa watu walikuwa wameanza kupinga na kuenda kwa njia hiyo sio sahihi, kwanza kuabudu masanamu, na lakini
kabla hapo walikuwa kuna waja wema wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala, wanafanya ibada kama vile inatakiwa, lakini baada hapo wakakuja na shetani kama vile aya zitakuja baada hapo, wakawa ni wenye wakakujia na kiumbe akawa ni mwenye kuambia wale waja wema wametoka, inafaa mweke mapicha mwenye kuchora au kutengeneza vitu kwa miti, alafu mweke hapo, sema mchore sura zao zenye walikuwa, alafu mweke vitu kama hivyo hapo, ili mkiwaona mkiwa na wakumbuka, lakini msiwaabudu. Baada ya muda wakawa ni wenye kuambiwa wenye wameweka hizi sura na wenye umechora vitu kama hivi, wakatengeneza vitu kama hivi sura za wale wenye walikuwa wa kitambo, wameziweka ili muwe ni wenye kuabudu vitu kama hivyo, kaambia hivyo, alafu wakaanza kuabudu. Inamaanisha kupotea sio kitu na kujua hivi dada, ni kitu mwanzo inakuwa kuna shetani bana hakujui hivi. Ukiwa kuna imani unamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, unamjua dada, sasa shetani atakuja kuambia acha sala, usiku na sali, usikiwa unaambia watu maneno mazuri, usiku unaongea na watu kwa upole. Dale, shetani akifika anakujia kwa njia tofauti, anakujia rafiki wako, anakutafutia rafiki mbaya, anakupatia vitu fulani labda pesa au vitu vingine vitakuwa zenye kukuchelewesha kwa kufanya ibada na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Baada hapo kuna imani inashuka na labda tende nchi zingine zenye hakuna dini, na wao watajua ni kitu tajiokoa. Kama mtakienda sehemu fulani na labda Waislamu wako nyuma, inafaa ujaribu kuwa karibu na wale wenye jua Allah subhanahu wa ta'ala, na mtambua unaofanya marafiki, kama ni kwenda kununua kitu fulani na waita, na kama ni kutembea sehemu fulani na waita, vitu kama hizo jana, ili kuwe na imani uendelee kuhifadhi dini yako. Sijui kama mnafahamu vizuri. Mnafahamu? Sasa namaanisha dini ili tuendelee kuhifadhi na ili tuendelee kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama vile inatakiwa. Useme ana faqih, mimi mjuzi wa dini, mimi mwanachuoni, mimi namtambua Allah subhanahu wa ta'ala kama vile inatakiwa, tusipotea la sema hivyo. Allah subhanahu kama imekuja kwa hadithi amesema nini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Hiyo ni aya, lakini dua tunasema kivipi? Nani ndio hiyo dua? Allahumma thabbit na riwaya nyingine kasema msaddika al-thabbit qulubana ala ta'at. Mungu akujaze kila khair. Leo ya msaddika al-qulub, leo ni kuthibitisha nafsi, roho za watu, na kuomba uthibitishe roho yangu kwa dini yako, na riwaya nyingine uthibitishe roho yangu kwa kutii ya Allah. Sasa inamaanisha mtu asiwe ni mwenye kuegemea kwa kutafuta dunia pekee yake, la labda anayeshida biibadati Allah au kufanya bidii kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nadhani sasa mnafahamu. Sasa tukielekea kwa hizi aya, kabla tukimbilie kwa kuchukua hii kisa, sababu kisa mara mingi Qur'an unasema imegawanyika ngapi? 3 parts. Wanasema kwanza inazungumza mambo ya aqida, andika hiyo ya akhi, inazungumza mambo ya aqida, na pia inazungumza mambo al-qisas, na pia inazungumza al-ahkam. Swali mwingine andika. Msichana andika, fanye summary leo ili tu wenye kuchukua wengine, lakini pia kiandika ni sawa, kuandike. Umeshika Qur'an imezungumza mambo mangapi? Matatu kwa ujumla. Nazungumza sifa, nazungumza aqida, ndio ikazungumza al-qisas na ikazungumza al-ahkam, mambo ya sheria. Mtu akifanya hivi na hivi anapata mengi, mtu akifanya hivi na hivi anapata thawabu hivi na hivi kwa njia ya Islam. Nadhani ni sawa. Sasa namaanisha al-qisas, sababu hao watu wameishi manabii. Tunaweza sema, unaonaje mtu aseme Nuh alayhi salam alikuwa ni Mungu? Utakubali? La, utakataa. Na tusema huyo alikuwa ni mtoto wa Mungu, utakubali? La. Na tusema huyo Nuh alayhi salam alikuwa ni kiumbe lakini hajaishi na watu, alikuwa ni mnyama, utakubali? La. Kama umepita sawa, kuna shida, nikumbusha alafu nikwambie. Andika kichwa ya haya mambo. Wewe andika na wewe kiandika sawa. Hao
Sasa mmenifahamu? Sasa namaanisha sisi tumesema njia ya kusoma haya masomo yatafaidika vitatu. Mwanzo upande wa Kiarabu, pili upande wa kullu kalima ya Kiarabu, tatu tuangalie malengo ya hiyo somo yenyewe alikuwa anatakiwa. فباختصار لابد أن نجتهد بمعرفة هذه الآيات ولكي نكون من الذين يعبدون الله على بصيرة. نعم. طيب. Sasa tumesema huyu Nuh alayhi salam alikuwa ni rasul, hakuwa alikuwa ni mtume na pia alikuwa ni nabii. Sawa. Pili, tukawa ni wenye kusema kwamba kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hii sura yenyewe inapatia nini jina yake, inamaanisha Allah subhanahu wa ta'ala amenyanyua daraja kubwa, na wale ulul azm tumeshawahi kusema yeye anaingia ama haingii? Anaingia. na ukiwa naacha kusikiliza wengine, lakini asante, jazakallah khair. Mmoja katika ulul azm wale, sababu wale ambao sisi tunawataja ili utafike kujua, na hivi tukaanza tusikie mwingine ni sawa, itasaidia. Sababu kila nabii wa kila rasul kuna vile Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe akampatia daraja kubwa. Sababu ni kama watu walikuwa wanatembea, walikuwa wanakula, walikuwa wanafanya kazi kama zini watu wanafanya, lakini Allah subhanahu wa ta'ala farafa'ahu, akawapandisha. Sasa tunamaanisha pia sisi tukifanya bidii tukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na tukavumia yale yenye atakuwa anatukujia au yenye tutakuwa tunaona, na idha sabarna sananja, tukivumilia tutakuwa ni ile kufaulu. Umefahamu? Umeshika? Tuambie katika wale ulul azm watano jina moja. Nuh alayhi salam. Mwingine Ibrahim, jazakallahu khair. Na Ibrahim ndani ya Qur'an imezungumza hata jina yenyewe ikataja. Mwingine Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Muhammad ametaja ndani ya Qur'an mara ngapi? Mara 4. Mwingine Isa alayhi salam. Masha Allah. Na ndani ya Qur'an ikataja sura yenye inaitwa Isa, sio? Hakuna ama Isa? Hakuna sahihi. Na nasema hivyo. Lakini sura Muhammad ipo, sio? Naam. Sasa na maisha huyu Nuh akona daraja kubwa. Imetaja sura na ikawa mpaka yote inazungumzia nani? Huyu rasul. Na mwingine Musa alayhi salam. Imebaki moja, sio? Ahsan. Na Musa kawa ni mwenye kutaja ndani ya Qur'an mara nyingi. Na kama vile tunajua Musa alikuwa kai moja na nani? Yule mwenye alikuwa ni kafiri, alikuwa ni nani? Firaun, la'natullah alayhi. Amesema nini ndani ya Qur'an? Allah amemzungumza akasema ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mungu wa juu. Lakini baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akamdhalilisha. Sasa inafahamu tajue kwamba akijiweka juu akavuka sheria za Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kushushwa. Na tunazungumza haya ili Muislamu kila mwanafunzi aone kwamba yeye ako ndani ya class, hayuko nje. Sasa hao tukuuliza siku nyingine sana, tuambie wale fulani inafaa unajua bwana, tuuliza mambo ya tumeshawahi kuzungumzia kama nimeshawahi kuambia inafaa mtafanya nini ajue, ndio sasa tutakuwa ni mwenye kusema nini shirki imeanza nini wakati huyu rasul. Bado watu walikuwa wameshageuka, wameshaenda mbali na Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala faarsalahu, akawa ni kutuma huyu rasul Nuh alayhi salam. Mwanzo pili, na sana visa vinakuwa ni vyenye kuzungumzia ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, na mara mingi visa vinakuwa ni vyenye kuregea ndani yake kuna kuregea aqida, lakini insha Allah tunatruku baadhi ya ashya alladhi rubama lianna lam nasil ilayha, tulikuwa wenye kuacha baadhi ya vitu sababu labda mara tuja vitu kama hivyo. na jana tukawa wenye kuzungumza inna arsalna nuhan ila qaumihi arsala yursil. Tumeshawahi kuzungumzia hiyo sababu inamaanisha nini? Inamaanisha nini? Arsala yursil inamaanisha nini? Tuma. Ametuma, alituma, ametuma, ndio arsala yursil. Nuh ni nini? Jina. طيب ila qaumi, qaum ni nini? Jina. قوم ni jina.
Qaumu ni nini? Qaumu. Watu wengi. Tunasema qaumu kadha wa qaumu kadha, na pia inaweza kutumika kwa majina. Sasa watu fulani. Sasa kama vile tunajua pia haulai ar-rusul walikuwa wanatumwa kwa watu fulani, hawakuwa wanatumwa kwa ulimwengu mzima, ila isipokuwa imekuja kwa kama vile aya zimezungumza masala kama hivyo na ahadithi, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa watu wote, ila nasi kafa. Na kuna mambo yenye yamepewa wale wengine hawakupewa. Umeshika? Kuna mambo kama imekuja kwa hadithi mustafaqun alayhi, mambo matano amepewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wengine hawakupewa. Na sasa tunasema qaumun ni jamaa, jamaa min an-nas, watu wengi fulani. Ila qaumi anzara yunziru, hapa tunazungumza kalima kwa upande wa Kiarabu. Anzara yunziru maanisha nini? Kutahadharisha. Anzara ametahadharishwa, anatahadharishwa. An anzir qaumaka min qabl, ili awe mwenye kupatia nasaha na kutahadharisha watu wake wenye walikuwa wametumwa, sehemu kwenye alikuwa ametumwa, au mwenye kutahadharisha watu min qabl mbele. Ata yati nini? Na maana ata alikuja, yati anakuja, ay yatihum adhabun alim. Umeshika? Adhabu ni nini? Adhabu kwa Kiswahili ni hivyo. Bizeni adhabu ni hivyo. Adhabun alim wanasema kwa Kiarabu ala ma ya'lamu, kuumia biana shuur, mtu akifanya hivi na maisha ni nini? Ya'lam, anasikia uchungu, ndio hivyo. Sasa kwa ufupi acha tuelekee kwa hizo aya au tuangalie hata aya alladhi yati baada. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال في ذلك قال alisema, yakulu anasema, ndio tuandike kama tuko tuandika haya maneno, tuandike ndio wala yakunde jana tusoma pale hapo. طيب قال hakuna shida tuandika. قال alisema, yakulu anasema, kul sema, yakul ya qaumi, enyi watu. Na tumeona qaumu, ndio qaumu, tumeona ni nini? Watu wengi. طيب inni lakum lam ni harf nakafu, kum ni dhamir muttasil, nadhir kutahadharisha watu, mubin ulio wazi. Nasema bana yabinu, bana takulu liwahid, unaweza ambia mtu fulani bayin li, nielezee mambo fulani. Sasa bana ni kuwa wazi, yabinu ako wazi. Nadhani mmenifahamu. Sivyo mwache kuongea. Kweli. يغفر لكم غفر يغفر غفر أمسميه يغفر أنا سميه طب ذنوبكم أذنب يذنب ونسميه أذنب أمفanya nini aznaba amekosea, yudhnibu anakosea, upande wa mtu kufanya makosa, kufanya maasi, vitu kama hizo. Uyukhrijukum, kutoa mtu sehemu. Huyo anaweza kuwa amepotea, fatukhrijuhu ila dhalal. Sizeni huyo anaweza kuwa amepotea ukawa ni mwenye kumtoa kwa hiyo njia alikuwa ameshika. Kama mfahamu, min dhunubikum wa yukhrijukum ila ajalin yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirukum. Akhara yu'akhiru, akawa ni mwenye kuchelewesha mtu, alichelewa amechelewa. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن أجل في وقت ثاني، tunaweza mtu ataishi mpaka ila ajali kadha, au huyu mtu amekuja mpaka wakati fulani. Ni hivyo ila ajal Allah idha, sababu wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala ukifika, إذا جاء لا يؤخر. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر
law kuntum ta'lamun. Naam, sababu wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala amewekea viumbe, ukifika hakuna sehemu watu wanaweza, hakuna kitu kingine watu wanaweza fanya, bana hakuna kuepa. Law kuntum ta'lamun, kama mjejua. Naam, kuntum kana yakunu ta'lamun, alima ya'lam, hivyo vapo inakuja hivyo, alima amejua, ya'lam anajua. Qala rabbi inni, hivyo. Sasa aya mwisho ya leo inshallah tutakuwa tukimaliza hapa, lakini tutarejea nyuma ni kueleza maana yake. Qala nisema, qala nisema, yakula nasema, qul sema, kwa njia ya kuamrisha. طيب rabbi mlezi, inni hiyo ni harf, inna, anna, inna, hivyo ni harf ya tawkid ya kuthibitisha. Daa yad'u, kuita, kuitia watu khairi, kuitia watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mambo kama hayo. Qaumi, qaumi, sasa na maisha haya maneno tunazungumzia, kalima moja ikuja zaidi ya mara ngapi? Mara 3, lazima mtu aijue. Umeshika قد نحاسبها، قد نحاسب تلك الكلمات، ما إذا يصاب زي يعني منين كلمة 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 هذو مشيكا مشيكا. أفهمتم جمع فهم؟ طيب ليلا ونهارا، ليلا usiku, nahara mchana. Haya maneno kuna kalima yote amjafahamu, unaweza kuangalia ndani ya Qur'an katika zile kalimati ukaniuliza upande wa Kiarabu. Ama sasa hivi tumezungumza upande wa Kiarabu asili yenyewe, lakini hatujaunganisha upande wa Kiarabu na tafsiri. Lazima mfahamu mambo kama matatu. Tumezungumza upande wa Kiarabu yenyewe, lakini tunaweza unganisha haya maneno upande wa Kiarabu na tafsiri, na alafu upande wa tafsiri yenyewe, bimana kwa ni kuchukua tafsiri yenyewe ni mambo gani na kusudia ni kitu gani kinafaa watu waelewe katika hizi aya au katika aya fulani. Nadhani mmefahamu. Kuna mwenye hapo na swali? من الذي عنده سؤال؟ حمدي وكنا سؤال؟ ايه وليزة 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 وسجاني sisi kwa ndani ya Islam wanasema watu wawili hawatawaidhua, mwenye akona haya na mwenye akona kiburi. Sasa unajishusha, alafu mwenye kila wakati anasikia amechoka, يشعر الملك أنا مشوك هي هو هذا الجو كتير. يعني مثلا ما عندي نعم إذا سمع tunataka yanafanya tamani kama ujamaa nimeanza kwenda wanasema al-ahkam, sheria, ahkam bimaana maamrisho, na alafu tauhid na al-qisas, tarehe. Lazima watu pia wajue sira inazungumza kutumwa kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mpaka kufa kwake, alafu tarehe inazungumza before Mtume sallallahu alaihi wasallam. طيب إن أرسلنا أتذكر التفصيل كدوغو إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نوح آية 5 إلى آخر السورة. فقط مش رسول لم يذكروا الله هذا في هذه السورة كتكلم السورة سوى اسمك قصة يا نوح عليه السلام يتكاف يقولي قوريف وهي السورة na akawa ni kuzungumzia wakati ameishi huyu nabii pamoja na watu wake, na pia Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kurejea da'wa yake, sababu lengo kuu ya kutuma Allah subhanahu wa ta'ala mtume ilikuwa ni gani? Ili waelimishe watu kwamba inafaa waabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, waache kuabudu mawe, miti, nasikia na mambo mengine au manabii au rusul. Umeshika? Unaonaje mtu akuja swali ndio iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulikilegea zile aya unapata zinaelekea kwa aqida na tauhid na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa elimu na tafsiri. Pia unaonaje mtu akuja swali leo kisha aende kwa jiwe fulani aseme jiwe na wewe ndio leo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo wewe ndio Mungu, wewe ndio umeumba, wewe ndio unafaa kuabudu. Unaonaje? Inajuzu? La.
nasema mtu aende kwa jiwe fulani, jiwe kubwa, anasema jiwe na kuomba nipatie pesa, jiwe na kuomba nipatie amani, jiwe na kuomba nipatie watoto, jiwe wewe ndio Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jiwe ndio unaweza kila kitu. Unaona jina tu hata shida. Alafu nasema sitawahi ishi na siwezi ishi isipokuwa ukinipatia maisha na kuishi vizuri. Hata tadu hata fanya tu mshika طيب. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni kurejea kwa kuzungumza ndani ya hii sura aqida na tauhid na wito wa Nuhu alayhi salam, bimaana sababu yenye imempelekea kupelekwa hapa duniani. Na izeli vizuri mwache kuongea Aisha ataongea. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni kuzungumza ndani ya hii sura kukatazwa kwake, kukatazwa jana Nuh alayhi salam alikuwa anatahadharisha watu wasifanye shirki yoyote, ndio. فأخبر تعالى أكون يمتلزه الله سبحانه وتعالى أنه أرسله kwamba amemtuma ila qaumihi, kwa watu wake, watu fulani akawa ni kumtuma. Na ndio sababu kama vile Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ndani ya sura at-Tauba kwamba lengo kuu ni kwenda kutafuta elimu. Kama utafuta elimu kwa kijiji chako au karibu na kijiji chako au eneo kwenye umezaliwa kwenye unaishi, ni sawa, hakuna shida. Lakini mwenye atatoka avuke mji, nchi, lengo kuu anaenda na soma alafu anarejea kuelimisha watu na kuwafundisha. Mwache kuongea. Hiyo ndio sababu kuu. Liundira qaumahu idha raja'u ilayhi, ili awe ni mwenye kutahadharisha watu wasitafuti mambo mengine au mengine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakati tunasoma tunachukua babu ya ahkam, babu ya mambo muhimu. Lakini ikiwa nchi au kijiji kuna mashekhi wengi, kuna madari za dini ya Kiislamu mingi, hakuna shida. Lakini ikiwa kuna watu wachache sana wenye wamejua Allah subhanahu wa ta'ala na bado watu wako na njaa na wako na haja ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumtambua, ni vizuri urejee. Lakini kama utakuwa unafanya sababu zingine za kuelimisha na kuwafundisha ni sawa. Na wakati umeenda mbali watu, ni vizuri endelee kuwafundisha. Sasa tuseme mimi kuna wenye wanaweza kuwa labda wametoka mbali sehemu zingine, labda hakuna mashaikh, hakuna wenye wanajua Kiarabu, hakuna nini na nini, hakuna wenye wanajua Allah subhanahu wa ta'ala. Ni vizuri Allah subhanahu wa ta'ala kujalia elimu, ukuwe ni kufanya sababu zingine, uite wale wengine wenye wanajua Allah subhanahu wa ta'ala, ili mkue wengi mkienda mlingania watu kwa njia iliyo sawa, na ili usiwe ni mwenye kuanguka kwa kuingia shirki au kwa kukatika roho kwa kusema mimi ndio peke yangu, ni anytime nitashinda, anytime nitaita watu alafu wachoke na wito Allah subhanahu wa ta'ala, mambo kama hayo. Na huyo Nuh alayhi salam kama wacha kuongea, kama vile inajulikana kwa tarehe kwamba huyo Nuh alayhi salam imetokea nini, ametuma, ndio. Wakati ametumwa Nuh alayhi salam amefanya da'wa, ameitia watu khair na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala muda mrefu sana. Amewaita watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala muda mrefu sana, lakini wenye wameokoka walikuwa ni watu wangapi? Watu wachache sana. Na ameita watu muda mrefu sana, miaka mingi, zaidi ya miaka 800. فأخبر تعالى أنه أرسله إلى قوم قام من ثم قواتواك رحمة به كقوارهم ونقوى mwepesi kwao. Na ni vizuri uone aenda kuitia watu khairi, mnasikiza vizuri, ukwe mpole na ukwe uko na fikri, unatambua mambo na masai na hali za watu, ili usiwe ni mwenyewe kulalia watu. Naam. Wa inzar, na akawa ni kutahadharisha watu adhabu kali za Allah subhanahu wa ta'ala, khawfan min narihim ala kufrihim, kwa kuogopea watu wanaweza endelea kukaa kwa hiyo shirki na kwa mambo aliyo machafu. Fayuhlikumullahu halakan abadiyan, akawa baadaye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuangamiza kwa kuangamia kwenye sio vyepesi. Hapo watu Zakaria acha kuongea. Sababu watu wakiishi
wakiwa wako kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, hawa watu Allah subhanahu wa ta'ala wapendi. Wanaonaje watu kuna misikiti na watu wanasikia adhana hawakuji kuswali, na watu hawajui kitu yote kwa dini, tasema hiyo ni Uislamu? Je, mtu ameenda kusoma dini akamtambua Allah subhanahu wa ta'ala akamjua, alafu yeye haabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hasome dini, hafanyie kazi na hafanyie kitu chochote chenye amesomea kazi, utasema huyo ni Muislamu na Allah subhanahu wa ta'ala anampenda? Je, mwenye anasoma anasali kila siku mwenye anasali kila siku wameyafanya wako sawa? hawako sawa. Aisha liza vizuri, ويعذبهم عذابا سرمديا، na akawa baada ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuadhibu maisha yao yote. طيب هنا نستفيد كلمة ثقيل أبطنا فايديك كلمة يسيون يتسلك منهج أهل السنة والجماعة نتنه من يتكوفى في وسيوم الإسلام أتنجيه مطلوني maisha yote. Nivo maskefo nivo sure uko sure na amesema yes, anaanza kunyeza akili. Tunasema mwenye ataishi kwa hii dunia akiwa ni kafiri na ameshakuwa mtu mzima ataingia motoni maisha yake yote. Ni hivyo masema. Lakini mtoto mdogo kwa miaka 2 usimhukumu. Wewe hukumu. Sasa mtu anaanza kuanzia akawa ameshakuwa mtu mzima, akawa ameshakuwa mtu wa miaka 13 15 hivyo. Lakini kama venye zimekuja kwa dalili ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto anaanza kuelimisha sala akiwa ni mtoto mchanga, miaka 2 miaka 3 hivyo, alafu miaka 7 unaanza kumfundisha, unampeleka msikiti, miaka 10 unaanza kumchapa ile aende kusali, umeshika. Sasa sala sio kitu nyepesi, nafaa tuwe ni mwenye nudaimu alaiha, tuwe ni mwenye kushikamana na ibada kama hiyo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni kutupatia mfano kwa Nuh alayhi salam bidhalika, ili tuwe ni wenye kushikamana dini yetu, sababu tukipewa hali wale watu wa kitambo na tukapewa hali tofauti za mtume tofauti, tupelekea kuwa na imani na kuvumilia yale yenye tutakuwa ni wenye kuona au wenye tutakuwa na kuja kama tulikuwa tunasema mbeleni. Naam, qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin, akaambia watu wake, ya qaumi, yenye watu, inni lakum, mimi kwangu, nadhiru mubin, ni mwenye kuwatahadharisha na kutahadharisha kuliwazi. Yana tuhadhirukum, takuwa ni mwenye kuwapatia nasiha, takuwa ni mwenye kuelekeza kwa njia iliyo sawa, na mwenye atakaa mbali na akue kinyume na yale yenye namuelezea, atakuwa ni mwenye kuangamia kama venye tumesema. Ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Yana insan idha ibtada an alquran inda haulai, law ibtada an ibadati llah wa an ilmi alladhi kana yahmiluhu yusbihu min adh-dhalin kama huwa al-ma'ruf. Ndivyo mwenye atakuwa mbali na yale Nuh alayhi salam alikuwa anaelimisha watu, ni mwenye kupotea na atakuwa ni mwenye kuangamia. Na kama vile tumejua Nuh mtoto wake hakuongoka, ameangamia. Sasa na maisha mtu aliyokuwa, unaonaje kama mja mja Allah katika watu wenye alikuwa anapenda kwa dunia walikuwa ni mitume wake, ndio, na manabii wake, ndio, kuliko watu wengine. Unaonaje Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu hadha na alafu huyo anapotea kifaji na maisha wake? Kama vimekuja kwa upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambia watu wake kwamba yeye hana uwezo wa kuongoza, maana yeye hamiliki nguvu na uwezo aweze kuongoza mtu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi yamliku bihadi, ndiye anamiliki mambo kama haya. Ama yeye mwenyewe hamiliki, isipokuwa ni kuelezea watu haki na anakataza watu batili, alafu baada hapo anaachia Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama mnajua mwenye mezaa baba yake amekufa akiwa nini, amepotea, hakushika njia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini alikuwa anakubali yale yenyewe anasema na anaeleza wale wa Abu Jahl na wengine. Na kama venye tunajua kitabu alikuwa anasema ni nani walikuwa wanamuita
Abul Hakam mwenye hekima, huyo Abu Jahl. Baadaye wakamuita nani? Wakamuita baba wa jinga kama hivi. Hapo shahidi maana watu nafaa wafanye bidii na waendelee kusoma dini ya Uislamu. Ya qaum inni lakum nadhirun mubin, ay wadhihu an-nadhara, mimi mwenye kuwatahadharisha ulio wazi. Naam, wadhālika litawdihi ma anzara bihi, wadhālika litawdihi ni wakati nitawekea wazi ma anzara bihi, kwa yale yenye amekataza, wa ma anzara anhu, wa bi ayi shay, na kwa yale yote yenye atawapelekea kufaulu kwa ya maisha. Naam, itakuwa ni wazi na ni yenye kuwasaidia sana. Fa akhbarahum, akawa ni mwenye kuelezea, wa amarahum, na akawa ni mwenye kuamrisha. Naam, kwa wale yenye alikuwa ameamrisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, na hayo wadhalika biifradihi ta'ala, fa aina kuja ni gani? قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. أين كنا نسمع يا قوم؟ قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، معبود الله سبحانه وتعالى، نمفanye msome na muogope, biana mfanye yale yenye amewaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na yale yenye amewakataza mkae mbali nayo. Waqi'u an i'budu Allah, na mtii na msikilize bimaana yeye Allah subhanahu wa ta'ala, sababu yeye alikuwa anafikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakusema Nuh alayhi salam alafu mumogope Allah subhanahu wa ta'ala kisha mniabudu. La, hasha wa kalla. Hakuna mtume yote ameambia watu muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na Qur'an, na inatufundisha masaili kama hayo. Wadhālika biifradi, na hayo ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwabudu ta'ala yeye mwenyewe hapo juu, bitawhid wal ibada, kumwabudu yeye peke yake, wal ibada wal bu'd ani shirk, na kukaa mbali na yale yenye mikataza kama kuabudu mawe, kuabudu watu na vitu kama hivyo, na yale yote atakuwa ni yenye kufikisha shirki kama hiyo. Mashika yaghfir lakum min dhunubikum, atakuwa ni mwenye kuwasamehea madhambi yenu, wa yuakhirukum ila ajalin musamma, inna ajala Allah idha jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Fa innahum, kwa sababu idha taqu Allah, mkimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ghafara dhunubakum, ghafara, atakuwa ni mwenye kuwafutia madhambi yenu. Wa idha ghafara dhunubahum, na wakati atafuta madhambi yao, hasala lahum an-najah, watakuwa ni wenye kufikia kuokoka min al-adhab, katika zile adhabu zenye sio nyepesi, wal fawz bit-thawab, na kufaulu kulio kubwa. Wa yuakhiruhum ila ajalin musamma yumatti'ukum fi hadhihi ad-dar, atakuwa ni mwenye kuwapatia maisha mazuri fi hadhihi ad-dar, katika hii dunia, wa yadfa ankum al-halak, na atakuwa ni mwenye kuwasaidia msikuwe ni mwenye kuangamia, ila ajali musamma, mpaka wakati fulani, ai muqaddar, mpaka wakati umejaliwa. Bimaana si mtu kawaida anaishi hapa dunia mpaka wakati fulani, baadaye anaenda yartahid, anakufa, anaenda kupata yale kama ni mazuri machache anapata, na kama kuna yale mabaya amefanya yujza bihi, analipwa kwa hayo. Al-baqa fi dunya, kama kukaa kwa hii dunia, al-baqa kwa hii dunia biqada'i Allah, kwa yale Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria watu, wa qadari, na akawa ni mwenyewe kuwakadiria, ila wakati mahdud, mpaka wakati fulani wamejaliwa. Bimaana mtu haimaanishi mtu ataendelea kuishi dunia hii mpaka bila mwisho. La, al-insan yaishi machkuongea anza na chkuongea, mtu anaishi kwa hii dunia ila wakati musamma, ila ajali musamma, kama Allah subhanahu wa ta'ala anasema ila ajali musamma. Haimaanishi mtu ataishi ufanye bila nataka au kule ulale mpaka utaulala. Muislamu binafaa akuwe ni mwenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema yaishu, anaishi Muislamu kwa hali baina al-khawf wa ar-raja, kuwa na hofu na kutarajia, anatarajia mema na mazuri,
na anaogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sio kuendelea kuishi kabisa mtu anaishi vizuri, au kama anapata shida ile kupata hizo shida. Kuna wakati mtu ataishi mpaka mwisho. Sasa inamaanisha kwa hizi ayat, kwa hii aya sana tunafaidi kwamba watu wa Nuh alayhi salam wamekufa, hawako sahihi. Umeshika? La, watu walikuwa pamoja na Nuh alayhi salam. Sasa wako ama hawako? Hawako. Kulingana na hizi aya za Qur'an. Na pia Nuh alayhi salam sahihi hayuko, ndio? Na sheria zake usiku kuzishika, alafu zikiwa kinyume na Qur'an useme mimi nitaendelea kushikamana na njia ya Nuh alayhi salam alikuwa ameshikamana nayo, na sheria zake niwe mwenye kuzishika na kuzipata lala. Na ndio kwa dini tunasema hadithu, zungumza mambo ya Banu Israil, wale watu kitambo Banu Israil, na hakuna shida. Hakuna shida kuzungumza shida zao na maisha yao. Lakini mtu nafaa akuwe ni mwenye kujua sasa mpaka ukizungumza mambo mengine yanaenda kinyume na dini katika visa vyao, na sasa ikienda mbali na dini unaacha. Na hivyo visa vikiwa haviko poa, lazima rejea kwa vitabu vya wanachuoni waangalie viko daraja gani, au ma tilka je visa ni sahihi ama sio sahihi. فإن الموت لا بد منه, kwa sababu watu sababu watu wataishi, mauti lazima itakujia. Kama uko na pesa ama una pesa, mauti vyovyote itakuwa mauti itakujia. Sasa Nuh alayhi salam pia akaambia watu ishi maabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukikosa kushikamana na dini ya Uislamu utakuwa ni mwenye mtaishi alafu baadaye mkufe, na mkikufa Allah subhanahu wa ta'ala yuadhibukum, atawadhibu. Na ndio sababu tunasema tufanye bidii tuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, fahamu dini yetu vizuri. Ikiwa sio hivyo, mwenye ataenda kinyume na dini ya Uislamu na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na maamrisho na ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ile dini na ile njia yenye alikuwa ameshikamana nayo, mtu atakuwa ni mwenye kupotea. Hata ikuta ghania, hata kama utakuwa ni ghani mwenye akona pesa, anamiliki vitu tofauti, lakini baadaye satanda utakuwa ni mwenye kuwa na nadama. Sasa mbona imekuwa hivi? Ndio dini ya Islam inatuambia watu wakuwe na marafiki, lakini marafiki wazuri, wasikuwe mwenye kuwa na marafiki wabaya mpaka waangamie. Haimaanishi mtu ukiona rafiki wako amepotea unampatia advice na mwelekezo, unamwambia hivi na hivi ndio poa, lakini usiendelee kushika njia kama hii. طيب, ولهذا قال ان الله سبحانه وتعالى مثلا ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. mwacha kuongea. Inna ajal Allah, hakika wakati Allah subhanahu wa ta'ala amepea muda mtu, idha jaa la yuakhkhar, ukiisha mtu hachelewishi. Lau kuntum ta'lamun, kama mnajua bila time ya mtu ya kuishi kwa hii dunia ikiisha na wakati wake kaisha, mtu anakufa. Kuna mwenye anasema watu hatawahi kufa, kuna mwenye anasema hivyo ndani, na ndio wanasema inafaa uishi kwa hii dunia kama aishi في الدنيا كأنك غريب, ishi kwa hii dunia kama mpita mgeni au abid sabil au mpita njia. طيب, na لما كفرتم بالله, wakati mmekufuru Allah subhanahu wa ta'ala na mkakuwa kinyume na yale mtume wenu alikuwa anawaeleza, falam mujibu lida'watikum, mkakosa kushika haki na wito wa huyo nabii Nuh alayhi salam, itakuwa ni vipi? Hamtakuwa ni mwenye kuokoka na hamtakuwa ni mwenye kufaulu. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. طيب,
akasema mwisho wa aya nilikuwa nimeangalia, qala rabbi, ewe mlezi wangu, inni da'awtu qaumi, nimeitia watu wangu, nimeitia kwamba wao ni wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wasiwaifanya shirki yote, laylan wa nahara, na washike njia yangu, watakuwa ni wenye kuokoka kwa hii dunia na kesho akhira wao ni wenye kufaulu. Laylan wa nahara, nimeelezea hayo usiku na mchana. Faqala shakiyan li rabbi, akawa nimesema hayo akiwa anafanya nini? Anaomba usaidizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na anaomba Mola wake au ni mwenye kusamea watu wake, akiwa anawaombea rabbi inni da'utu qaw, akiwa anasema rabbi, mlezi. Hali kama maombi, haya maombi, rabbi, mlezi wangu, inni da'utu qawmi laylan wa nahara, hakika nimeita watu wangu laylan wa nahara, usiku na mchana. Je, mmefahamu? Istafadtum shay'an? Mmefaidika kitu fulani? Mmefahamu vizuri? Kuna mwenye anaweza kuwa na swali yote? Kuna mwenye hajafahamu kitu yote? Sawa. Inshallah sasa hii inabidi tuwe ni wenye kuchukua kalimati za Kiarabu zenye zilikuwa zimetajwa kwa hizi aya inshallah.